Sasa tukaangazia ile hoja ya tatu na ya mwisho kwamba inayothibitisha kwamba Biblia ni kitabu mahiri. Hoja hii inahusiana na uthibitisho wa rekodi za kihistoria na arkeolojia. Tumesema kwamba mbali ya masalia na zile vilichomo ndani na uthibitisho wake wa unabii na vitu kama hivyo, lakini pia wanahistoria na arkeolojia nao pia wanakuja kuthibitisha kwamba visa vingi au matukio mengi yanayozungumzwa katika Biblia yameweza kuthibitishwa kwa baada ya uvumbuzi wa vyanzo mbalimbali vya kihistoria. Kwa mfano, ugunduzi mbalimbali wa vitu vya kihistoria, kwa mfano documents zilizokuja kugundulika ambavyo wala haviko katika Biblia, majengo ya kale au maandishi na nyenzo mbalimbali zimekuja kuthibitisha kwamba vitu vingi ambavyo vilikuwa au visa vingi vilikuwa vinazungumzwa katika Biblia vinakuja kuthibitishwa kwamba hivi ni vitu hazikuwa story tu au story za utunzi au riwaya tu. Kwa mfano, kuna ugunduzi mkubwa ambao ulifanyika na mtu mmoja anaitwa Tilden Still, ambao walikuja wakaugundua nyumba ya Mfalme Daudi. Sasa hii ilikuwa ni masali yalikuja kugundulika, na hii ilithibitisha kwamba huyu mfalme alikuwa akiitwa Daudi alikuwa ni mfalme aliyekuwepo kweli. Na hata sasa, kwa mfano, tunajua pale Yerusalemu masalia ya ile hekalu na vitu vingi vya arkeolojia vinathibitisha kwamba vile visa vilikuwa vikiandikwa na katika Biblia katika Agano la Kale vilikuwa ni visa vya kweli. Hata sasa katika Agano Jipya kuna sehemu ambazo zinatambulika ambazo inaaminika pasina shaka kwamba maeneo ambayo Bwana Yesu aliuawa, sehemu ambayo alizikwa, na pia sehemu ambayo inasemekana alipaa kwenda mbinguni na vitu kama hivyo. Kuna kitu kingine kwa mfano kiligundulika kule Syria, inaitwa prism ya Sennacherib, the Sennacherib prism, ambayo ni kitu mithili ya prism ambayo ilikuwa na maandishi kadhaa ambayo ilikuja kuthibitisha tukio lililokuwa limeandikwa katika kitabu cha pili cha Wafalme kuhusu Waashuru kuja kuhusuru mji wa Yerusalemu. Kuhusuru maana yake waliuzingira mji wa Yerusalemu kwa miezi kadhaa. Tukio lile linarekodiwa katika kitabu cha pili cha Wafalme, ambako hivi miaka karibuni wanaekolojia wamekuta walivyoenda Syria katika kufukua masalia ya miji ya kale ya Waashuru kule Syria, wamekuta maandiko ambao yule mfalme wa Syria Mwashuru anaandika kuhusu ile tukio. Kwa hiyo ugunduzi huu unathibitisha kwamba kile kisa kilitokea kweli, hakikuwa riwaya. Swala jingine katika hii hoja ya tatu ni usahihi wa kijiografia na kihistoria. Mwandishi Luka, ambaye nilisema ndio mtu pekee katika wale 40 ambaye si Myahudi, anaheshimika sana na wanahistoria kwamba katika unaposoma maandiko yake katika kwa mfano Injili ya Luka au Matendo ya Mitume, lakini hasa Matendo ya Mitume, wanasema anaandika kwa usahihi kabisa kuhusu rekodi za wale watawala wa Kiroma na wakuu wa Kiroma, vyeo vyao na hata majina yao kwa usahihi. Kwa hiyo wanaporudi katika vyanzo vinavyokuja kupatikana baadaye nje ya Biblia, wanagundua hawa watu walikuwa kweli. Anapozungumzia mtawala fulani au mkuu fulani mwenye jina fulani, wanagundua ni kweli. Au jingine pia wanakuja kugundua anavyoitaja miji katika Mediterania, kwa sababu huyu Luka alisafiri sana katika safari za kiinjili akiwa na Mtume Paulo. Alisafiri pia na Mtume Paulo, na wakati mwingine alikuwa akisafiri na Mtume Petro. Sasa katika safari zake anaandika kuhusu baadhi ya miji aliyoitembelea na anaelezea jiografia ya kule, safari za kule na kadhalika. Na wana jiografia na wanahistoria wanasema anaandika kwa usahihi mkubwa. Kwa maana hiyo visa hivi vinathibitisha kwamba mtu kama Luka, inathibitika kwamba kweli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akivitembelea haya maeneo na alikuwa akirekodi kwa usahihi. Haikuwa tu mtu ambaye amekaa sehemu anajitungia tu. Let's say kwa mfano mimi leo niandike habari kuhusu Msumbiji, nchi ambayo sijawahi kuifikia, siwezi kuandika kwa usahihi. Na mtu yote ambaye amefika Misri, amefika Msumbiji akachukua andiko langu, atasema huyu mtu hajawahi kufika Misri. Kwa mfano, nitoe mfano. Kuna baadhi ya vitabu ambavyo Wakristo walivikataa
kuna kitabu kinaitwa Infancy Gospel of Matthew na Infancy Gospel of nisahau kidogo, lakini unakuta mwandishi wanavuta kukisoma anasema hapana, huyu mwandishi anaandika vitu ambavyo havifahamu. Mfano kisa katika Infancy Gospel Matthew, nafikiri naweza kuwa nakosea, mtanirekebisha. Huyu mwandishi wa kile kitabu anaandika kuhusu historia ya Mariamu mama yake Yesu, kwamba alilelewa ndani ya hekalu na alikuwa akiishi ndani kabisa ya hekalu, vyumba vya ndani vya hekalu. Maana hekalu lilikuwa na vyumba vikuu viwili, chumba kitakatifu na kitakatifu pa patakatifu. Sasa huyu mwandishi wa hizi pseudo gospel anaandika kwamba Mariamu yeye alilelewa ndani ya hekalu. Ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu kwa mfano katika chumba kitakatifu walikuwa ni makuhani peke yao ndio walikuwa na haki ya kuingia pale, kwa sababu ilikuwa ni laana kubwa kwa mtu mwingine asiyekuwa kuhani kuingia pale. Na katika chumba cha patakatifu pa patakatifu ni kuhani mkuu peke yake alikuwa akiingia, na alikuwa anaingia mara moja tu kwa mwaka. Sasa unakuta kisa kama hichi katika vitabu kama hivi, mwandishi wa Qur'ani anakichukua anakiweka katika Qur'ani, na kitabu ambacho unakuta huyu mtu aliyeandika hafahamu utaratibu wa ibada za Kiyahudi, wala hafahamu culture ya Kiyahudi na vitu kama hivyo. Sasa kwa upande wa hapa sasa, katika uthibitisho wa rekodi za kihistoria na arkeolojia, Biblia inachukua maksi za kutosha kabisa. Ukirudi kwa upande wa Qur'ani sasa, unakuta hakuna consistency ya namna hii. Mfano, unaposoma Qur'ani, unapoangalia Qur'ani inavyoelezea mji wa Maka, sivyo ambavyo upo. Kwa mfano, unazungumzia mji wa Maka kwamba una mto unapita katikati, hakuna mtu hata mmoja Maka. Inapozungumzia kwamba Maka ulikuwa ni mji wenye ni kitovu cha biashara kubwa, lakini kwa mujibu wa wanahistoria, kwa mfano Patricia Crone, marehemu, huyu ni mwanahistoria mkubwa wa karne hii ya 21, anakosoa sana hili, kwamba anasema ukienda katika maandiko ya Waislamu particularly katika Qur'ani, unakuta kwamba japo katika masimulizi ya Qur'ani na vitabu vya Waislamu wanaozungumzia Maka kwamba ulikuwa ni mji wenye kitovu kikubwa cha biashara. Anasema unapokwenda katika ramani za kale za maeneo ya pale yote ya Mashariki ya Kati, ramani zote ambazo ziliandaliwa na wakuu mbalimbali zinahusu biashara na utawala, kutoka nyuma ya karne ya 9, Maka haionekani kabisa. Kwa maana hiyo, Maka haukuwa mji wenye umuhimu wowote katika watawala wa wakati ule. Hata pia kwa mfano unaposoma Qur'ani unakuta Allah anawaagiza wafuasi wake kwa kupitia Muhammad kwamba wabadilishe mwelekeo kutoka kuelekea Yerusalemu na kuelekea Maka. Lakini kuna mwanahistoria mmoja mwakiolojia anaitwa Dan Gibson ambaye amefanya utafiti wa kina sana juu ya hili. Amepitia misikiti ya kale ya karne ya kwanza kutokea katika Uislamu ule kuanzia karne ile ya 7 mpaka karne ya 9, na kwa mujibu wa tafiti yake anaona yafuatayo. Kwa mfano, anasema ile misikiti iliyojengwa katika karne ya kwanza ya Uislamu karibu yote ilikuwa ikielekea mji mmoja maarufu unaitwa Petra. Halikadhalika baadaye anaanza kuona zile misikiti inayojengwa kuanzia pale inaanza kugeuza kibla zake, kwamba badala ya kuangalia Petra inaanza kuangalia katikati ya Petra na Maka, mingine inaelekea Maka. Na anapokuja kuchunguza misikiti mingine ambayo iko upande kama wa Afrika ya Kaskazini na mingine katika Hispania kule, mingine inaangalia sambamba na uelekeo wa Petra na Maka. Kwa hiyo unakuta unapokuja kufanyika utafiti wa kina, unaanza kuona kinachozungumzwa katika Qur'an na katika vyanzo vingine vya imani ya Kiislamu haviendani na hali halisi iliyokuwa hapo. Kwa hiyo unakuta kunakuwa na walakini mkubwa, japo Waislamu wamekuwa wakijaribu kukava hivi vitu, lakini ukweli uko hivyo. Kwa hiyo kwa msingi ni hivi kwamba Biblia ni kitabu chenye kuaminika. Mungu kwa namna ya ajabu amewafunulia wanadamu kwa kupitia manabii na watu mbalimbali katika kuandika kile ambacho alitaka wanadamu wakifahamu kuhusu historia ya uumbaji, kuhusu yeye mwenyewe Mungu, na kuhusu uhusiano wetu na kwake, na pia hadi yake ya wokovu. Kwa hiyo nikutie moyo ndugu yangu Muislamu, kama una shaka
hivi ndivyo Biblia ilivyo. Ninachokutia moyo tu ni kwamba usisikilize tu maneno yangu. Leo hii unaweza ukainunua Biblia sehemu yoyote, ukakaa ukaisoma. Na uzuri ni kwamba Wakristu hatufungwi kuisoma Biblia katika lugha ile ya asili, aidha iwe Kigiriki au iwe Kiaramu au Kiebrania. Unaweza kusoma katika lugha yako ambayo unaifahamu kwa ufasaha, iwe ni Kiingereza, Kiswahili, Kichaga na lugha nyingi za Tanzania, kwa mfano za makabila. Tayari Biblia hii inapatikana. Kwa hiyo usiogope, la kama unaona ni uzito kwako kuingia katika hizi vitabu vya bookshop hizi za Wakristu, unaweza ukaingia katika simu yako janja ukadownload hizi Biblia ukasoma na ukajionea mwenyewe. Na nikuahidi, Biblia ni kitabu ambacho ukianza kukisoma kina mvuto. Mara nyingi unajikuta huwezi kukiweka chini, na ni tofauti. Naweza kusema mimi sisemi hili kwa nia mbaya, lakini unaposhika Qur'an, unapoanza kuisoma, kwa mfano unavyoisoma kwa Kiswahili, ni kitabu ambacho kwa kweli kinachosha akili, kwa sababu kukosa mtiririko, kunakuwa hakuna mtiririko, kunakuwa hakuna mwendelezo, huelewi. Yani ni kitabu kinachanganya sana. Yani kimsingi kwa mtu ambaye anasoma Biblia na anasoma Qur'an ni vitu viwili tofauti kabisa. Sisemi hili kama kukosoa, lakini natoa tu mtazamo wangu kwa uzoefu wangu wa mimi kuisoma Qur'an. Nikiwa mdogo nilisoma Qur'an katika lugha ya Kiarabu ambayo mimi siifahamu. Nilikariri tu na aya nyingi tu kichwani, lakini katika kukua kwangu nimeanza kuisoma Qur'an katika lugha ya Kiswahili. Niseme wazi kabisa, hata wewe Muislamu mwenyewe, kaa chini uisome Qur'an katika lugha yako, na amini maneno yangu, utaanza kuona vitu vingi vinakuchanganya. Ni ngumu sana, na nikutie moyo tu, chukua hatua ya imani. Unaweza ukaanza kusoma kokote kwa urahisi zaidi. Mapendekezo yangu ni kwamba chukua Biblia, soma Agano Jipya, soma zile Injili zile 4. Na binafsi ningependekeza kwa mtu ambaye si Mkristu, hasa ambaye ni Muislamu, pengine Injili bora zaidi ya kuanza nao ni Injili ya Marko, kwa sababu Marko yeye anaandika hii Injili ya Luka, kwa sababu Luka anaandika kwa watu ambao hawakuwa Wayahudi. Kwa uandishi wake unalenga audience ambao haikuwa ya Kiyahudi. Kwa hiyo, lakini hata hivyo una uhuru wa kuchagua popote. Ninachokuahidi ni kwamba ukianza kusoma hutaweza kuiweka chini. Utaanza kuona tu mtiririko wa yale maandiko, namna gani mwandishi, jinsi gani Roho Mtakatifu anamuongoza mwandishi kwa namna ya ajabu. Naam. Nashukuru kwa kuwa umeweza kuangalia video hii mpaka mwisho. Nikusihi kwamba kama unavutiwa na channel hii, basi bonyeza follow, na unaweza kushare pia, bonyeza kengele ili tunapoweka video nyingine mpya uweze usipitwe. Na kama utaona kwamba kuna watu ndugu, jamaa, marafiki ambao unaamini watafaidika na channel hii, basi share nao. Asante sana na Mungu akubariki.